Rais wa Marekani Donald Trump anasema anapendelea makubaliano na Iran, lakini anaonya kwamba hatua za kijeshi bado ni chaguo. Rais huyo wa Marekani anafikiria kwamba kuna uwezekano wa kufanya chaguo lingine la mashambulizi dhidi ya Iran, lakini pia amesema afadhali afikie makubaliano na Iran kuliko kuchukua hatua za kijeshi, huku akionya kuwa matumizi ya nguvu yanasalia kuwa chaguo iwapo diplomasia itashindwa. Rais Trump ameeleza wazi kwamba moja kati ya sababu ambazo zimemfanya asitishe mapambano hayo ni uhaba wa silaha za kuzuia makombora, hasa mifumo ya ulinzi wa anga ya THAAD pamoja na ile ya Patriot, ambapo wakati huu Marekani imelazimika kuingia katika mazungumzo na Iran. Lakini rais wa Marekani anasema Marekani haijaishiwa na silaha, ina uwezo wa kufanya mashambulizi kutoka Pentagon na kuhakikisha mashambulizi hayo yanaifikia moja kwa moja taifa hilo la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Rais wa Marekani anasema afadhali nifanye makubaliano kwa sababu sitaki kuua watu, Trump alisema katika hafla moja huko Las Vegas. Trump alisema utawala wake ulikuwa tayari kuanzisha shambulizi kubwa zaidi tangu vita vya pili vya dunia, lakini alisitisha mipango hiyo baada ya maafisa wa Iran kuomba mazungumzo. Hata hivyo, maafisa kutoka nchini Iran wanasema kamwe hawakuomba mazungumzo na serikali ya Marekani, lakini ni rais wa Marekani Donald Trump ambaye amehisi vita vimemshinda dhidi ya Waajemi, na hivyo yeye mwenyewe akatangaza kwamba anasitisha shambulizi kubwa ambalo kimsingi lilikuwa ni la kuifanya Iran kuwa kuzimu. Rais huyo pia alidai kuwa moja kati ya watu waliompigia simu ya moja kwa moja ni pamoja na mwanamfalme wa Saudi Arabia Mohammed bin Salman, ambaye amemtaka asitishe mashambulizi hayo, lakini pia baadhi ya viongozi wa Qatar, Kuwait pamoja na Oman pamoja na Jordan nao pia wakimtaka asifanye mashambulizi dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Hilo ndilo ambalo rais wa Marekani amejitetea akisema kwamba kutokana na hali hiyo hata wa Pakistan waliomtaka asifanye vita kwa mara nyingine tena aliona ni jambo la busara zaidi kuliko kuendelea na mashambulizi dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Lakini wa Iran wakasema kwamba wao hawakutaka kumzuia Rais Donald Trump kuendelea na vita na kwamba walijipanga kwa ajili ya mapambano wakati wote dhidi ya jeshi la Marekani la CENTCOM lililopo Mashariki ya Kati. Hata hivyo, wa Iran wanasema huu ni ushindi mkubwa kwao, kwani Trump ameshindwa kuendelea na mapambano dhidi ya taifa hilo la Kiajemi, na kwamba wakati wote wao walishajiandaa kupambana vilivyo, na walisema watalipua nchi zote ambazo zitakubali kutumiwa ardhi yao, anga zao pamoja na bahari katika nchi hizo kwa ajili ya kuishambulia Iran. Nchi hizo pia zitaguswa na mashambulizi makali ya Iran. Rais Trump amesema mazungumzo na Tehran yalionekana kufanikiwa kabisa, akisisitiza picha yake chanya ya mazungumzo juu ya vita vya Iran bila kufafanua juu ya masuala maalum ya majadiliano ambayo yalikuwa yakiendelea. Trump anasema nasikia wanafanya vizuri sana, Trump alisema katika mahojiano katika kipindi cha Fox 5 1-on-1 na mwandishi wa habari wa Fox 5 Las Vegas Tom Durian. Hata hivyo, mazungumzo yalifanywa kati ya Iran pamoja na Oman na makubaliano fulani tayari yameshapatikana, na kwamba kuna uwezekano ndani ya miezi 5 hadi 6 kutakuwa na upitishaji wa meli katika lango la bahari la Hormuz. Iran pamoja na Oman zimedai kwamba katika makubaliano yao hakutakuwa na nchi ya tatu ambayo itahusika katika makubaliano hayo. Ni makubaliano kati ya nchi mbili ambazo kimsingi zimeamua kufikia makubaliano ya namna ya kupitisha meli katika lango la bahari la Hormuz, na kwamba Marekani haitahusika na lolote katika mfumo huo. Baadhi ya taarifa zinadai kwamba kulikuwa na baadhi ya meli zilikuwa zikipita katika lango la bahari la Hormuz ambapo zimeshambuliwa katika lango hilo. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Damu Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia ujue ni nini kinachojiri katika ulimwengu.